95% ya Watanzania hawamiliki biashara, wanamiliki kazi zenye stress chungu mzima. Kama biashara yako inategemea uwepo wako kwa 100% ili yenyewe kujiendesha, wewe unamiliki haso takatifu na sio biashara inayoweza kukua. Kwa biashara ambao hawezi kutoka kwenye biashara zao hata siku 3 tu za kazi bila kuwa na stress ya nini kitatokea kwenye biashara zao. Iko hivi, kama bado unafanya kila kitu mwenyewe, kama biashara yako itastop pale ambapo wewe pia utastop kufanya jambo, haujengi asset, unajenga mtego wako mwenyewe. Alafu unakuta mfanyabiashara bado yuko proud, anajisifia, anasema mimi navaa kofia mbalimbali kwenye biashara zangu. Changamoto iko hivi, kama wewe bado wewe ndio mtu wa marketing, wewe ndio mtu wa sales, wewe ndio mtu wa kuongea na wateja, wewe ndio mtu wa kufanya operations za biashara zenyewe, wewe ndio mtu wa delivery, kitu unachokifanya unazidi kuongeza na kuscale stress baada ya kuscale biashara. Kwa sababu kitakachoweza kuifanya biashara kuwa scalable ama kukua sio hizi stress, bali ni kujenga system ndani ya biashara yako. Sio sifa kila siku ukifika nyumbani kwako uweze hata kupumua, zaidi ya client kukusumbua wewe, huyu amefanya nini, huyu anataka nini, huyu anataka nini. Kiona bado unafanya hivyo, hiyo sio sifa. Wewe kurudi nyumbani ukawa na stress za kazi wakati uko nyumbani kwa kupigiwa simu na client, huyu analalamika, huyu analalamika hivi, huyu analalamika hivi, kazi kinaenda hivi na ukazania ni sifa. Sio sifa. Business owner wa kweli wanajenga team itakaoweza kuoperate yenyewe, yeye akiwepo ndani ya system hata asipokuwepo ndani ya system. Na zoezi lenyewe ni simple, yeye afanye kazi ndani ya mfumo, yeye anafanya kazi juu ya mfumo. Kuna tofauti mbili kati ya kufanya kazi ndani ya mfumo na kufanya kazi juu ya mfumo. Lazima ujifunze kufanya vitu vikubwa vitatu. Haimaanishi utoke nje ya biashara yako 100%, hapana. Lazima ujifunze vitu vitatu. Jambo la kwanza ni kudelegate. Kudelegate ni kuanza kupunguza majukumu yako ulionayo juu ya watu wengine ambao wanaweza wakafanya vizuri zaidi yako wewe. Jambo la pili, lazima ujifunze kuautomate. Kuautomate ni kuanza kuviruhusu baadhi ya vitu vijiendeshe vyenyewe bila uwepo wako. Alafu cha tatu ni kudocument. Lazima uwe na documentation ya kila process inayofanyika kwenye biashara yako ili iwe rahisi kumpa mtu mwingine documentation ile na kumpa shule ya nini kinafanyika, ili yeye kwake iwe rahisi ya kujua anafanya nini, anazungumza nini, anaacha nini kwa uniform ile kwa standard ile ambayo wewe umejiwekea. Then ukishamaliza hapo, inakuwa rahisi sasa wewe kuweza kuhire smart, kuajiri vizuri, unaanza kutrain watu wako vizuri na unaanza kujenga kwa ajili ya kuweza kupata uhuru, kwa sababu biashara ya kweli ina uwezo wa kukua bila wewe kuwepo katikati. Hiyo ndio biashara. Lengo lako kubwa sasa hivi kwenye biashara yako ni kujenga uhuru wa muda na uhuru wa kiuchumi. Uhuru wa muda ni kwamba performance ya kila department inaweza kujiendesha yenyewe, na uhuru wa kiuchumi ni kwamba kwa sababu hizi departments zote zinaweza zikajirani zenyewe vizuri automatic, matokeo ambayo unategemea kuyapata yatakuwa ni yale constant. Sasa hii ndio inaitwa mfumo uliokamilika. Kwa hiyo lengo kubwa la mjasiriamali ni kujenga biashara ambayo itakwenda kumpa vitu viwili, uhuru wa muda na uhuru wa kiuchumi at same time. So lazima ujijenge kwa ajili ya kuweza kutengeneza uhuru. Uhuru ndio kitu namba moja. Na sasa utaanzia wapi kwenye kujenga uhuru? Hapa ninakuja kwenye umuhimu wa kuanza kurasimisha biashara yako. Na unairasimishaje? Kwa kuanza kusajili kampuni. Ukisajili kampuni, automatic itakusaidia kukushape nini kikae wapi, nini kikae wapi, nini kikae. Kwa sababu kwenye kampuni unahitaji kufanya documentation za kutosha ili kuhakikisha kujua unaanzaje vipi, kila mwaka unaanzaje, kila baada ya miezi 6 unaanzaje, kila baada ya miezi 3 unaanzaje, kila baada ya mwezi mmoja unaendaje. Ukiweza kufanya hii documentation vizuri, itakusaidia kwenye masuala yako ya kikodi na masuala yako ya uendeshaji na ukuaji wako kama mjasiriamali. Kampuni ndio only solution ambayo itakusaidia kukua automatic kutoka hapo ulipo kwenda kwenye position ya kupata uhuru wa muda na kiuchumi kwenye biashara yako. Nini cha kufanya? Inabidi kusajili kampuni. Unaanzia wapi? Wasiliana na sisi kwa kupiga namba ya simu iliyopo kwenye caption au kucomment neno kampuni hapo chini, then mimi mwenyewe binafsi nitakufikia DM kwako na kukupa utaratibu mzima kwa namna gani tunaweza kuwasiliana kukusaidia kusajili kampuni yako. Lakini sasa
kusajili kampuni lazima uwe na sharti moja umefikisha. Sharti gani? Lazima uwe na kimoja kati ya vitu viwili. Either una mtaji kuanzia milioni 5 kwenda mbele, au unaingiza at least milioni 5 kila mwezi kwenye biashara yako. Hapo tutakusaidia kusajili kampuni. Kama huna hivi vigezo na masharti, kitu ambacho kinaweza kukusaidia ni namna gani ya kuweza kujifunza juu ya haya niliyoongea, na namna gani ya kuendesha biashara yako mpaka kufikia level hii, kwa kucomment neno MBH hapo kwenye comments. Nitakutumia link moja kwa moja DM kwako kujiunga na platform yetu ya MBH kujifunza juu haya yote niliyoongea, au gusa link online.